Okay, kwa majina naitwa Hushad Abdul Mikidadi, ni mchezaji wa Hama Sport Club, lakini kwa siku leo naomba nielezee fursa kwa upande wa beach soccer, kwa maana ya kwamba nawakaribisha wote. Kwanza kabisa, beach soccer haina umri. Muhimu tuwe na nguvu na wewe unajiweza. Hata kama ukiwa ni mzee, lakini kama una nguvu, fursa zipo. Kwa hiyo nakaribisha sana katika Hama Sport Club, wakaribie sana. Lakini moja kati ya fursa ambazo nimepata nikiwa Hama Sport Center ni kupata baadhi ya miariko. Kama moja nilipata fursa ya kwenda Kenya, tukacheza mchezo kule tukarudi, alhamdulillah. Lakini pia muhimu zaidi, na wakaribisha sana, muhimu beach soccer fursa zipo kubwa sana, kwa sababu kwa tuangalie umri. Lakini pia huku kuna mwalimu professional anaitwa Teacher Masangula, yeye ana training kila kitu ili kusaidia kufika mbali zaidi, kucheza sehemu yoyote na mchezaji yoyote duniani, nje na ndani ya nchi kwa ujumla. Vijana waache malalamiko. Vijana waache malalamiko, fursa zipo, na wakaribisha sana katika Hama Sport Club. Lakini pia ni Hama Sport Center katika football ya kawaida pia, kwa hiyo wakaribie sana. Kwa majina naitwa Agusti Shayo, ni mchezaji wa Hama Sport Beach Soccer. Changamoto tunazozipata katika beach soccer ni kupata wadhamini wa kutusupport katika mchezo wetu wa beach soccer, ambao mwalimu katuletea, kana kwamba mimi nilikuwa mchezaji wa football 11, ila mwalimu katuletea mchezo huu wa beach soccer. Tumeupokea na tunafanyia mazoezi. Within 1 month tumeweza kushiriki mashindano ya ngazi ya klabu East Africa. Changamoto kubwa ni wadhamini tu, hamna changamoto nyingine yoyote? Nafikiri hiyo kwangu ndio changamoto kubwa. Tukipata wadhamini wa kupush mchezo wetu wa beach soccer, tutafika mbali zaidi. Kwa majina naitwa Brian David Soka, ni mchezaji katika Hama Sport Club na pia nacheza nafasi ya kiungo mshambuliaji. Beach soccer katika mchezo huu umeshafika katika ngazi kubwa sana kama TFF, FIFA na kadhalika. Kwa hiyo katika hayo kwa tunaomba support kwenu tuweze kufika mahali tunapotaka na Tanzania iweze kujulikana katika dunia nzima Asante sana. Kwa majina naitwa Hasheli Masangula, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha Hama Sport Center. Lakini hapa mlipokuja Zejina's platform, nimevaa kofia yangu halisi ya head coach wa mchezo wa Soccer of Queen. Hapa tulipo tuko Dar es Salaam Kigamboni, na ndio viwanja vyetu ambavyo tunaofanyia mazoezi. Kwa hiyo leo umekuja katika mchezo pendwa na mchezo ambao ulioitengenezea platform kubwa sana kuliko michezo mingine, ni huu beach soccer, Soccer of Queen. Na tunaposema Soccer of Queen tunamaanisha kabisa katika uhalisia wa beach ambayo tulipo hapa. Na kama unavyoona tulikuwa tuna session ambayo ni special program, na hii tunazifanya kwa ajili ya maandalizi ya mashindano mbalimbali ya ndani ya nchi na nje ya nchi, yani kitaifa na kimataifa. Ukweli ni kwamba tunawapongeza Zejina's platform kuja au kuwa kivingine sana. Taarifa ni nyingi sana, habari ni nyingi sana za kisiasa, za kiuchumi, lakini nyinyi mmeamua kuenda kuiangalia engo nyingine tofauti, Soccer of Queen, watu waweze kupata, jamii iweze kuelewa Soccer of Queen ni nini. Cha kwanza, Soccer of Queen ni mpira ambao ndani yake una burudani sana. Na ni katika michezo, niseme miongoni mwa michezo ambao unachezwa kwa burudani ikiwa na Soccer of Queen. Kwamba unachezwa, muziki unapigwa, kuna burudani zinaendelea katika Soccer of Queen. Lakini pia Soccer of Queen kwamba tunatoa wito na rai kwa vijana na hata watu wazima. Soccer of Queen unaweza kucheza ukiwa na miaka 55 60 kama una afya njema. Tunatoa wito huo kwamba huku wasije wakatoa visingizio hawana viatu. Sisi tunataka afya njema, yani akili timamu na mwili tuwe na afya. Pumzi kiwa nayo kwenye mchezo unachezwa na watu watano, akiwemo pamoja na golikipa. Kiwanja yani kipimo cha uwanja ni kidogo sana. Unapata 35, 36 mpaka 37, urefu mapana 25, 26 mpaka 28. Na unachezwa na watu watano. Na una uwezo, huu mchezo ni wa kipekee kwa sababu ni burudani. Unaweza ukacheza dakika 1 sekunde 5 ukatoka kaingia mwingine bila hata kusimamisha huu mchezo. Kwa hiyo niseme hii ni fursa. Na kwa nini nasema fursa? I'm sure kwamba naishukuru sana TFF, ambao shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kwa sababu mchezo uko chini ya TFF, uko chini ya CAF, uko chini ya FIFA. Kwa nini nawashukuru TFF, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kwamba kuwa kijana, yani kupata, yani kuteuliwa au kuwa miongoni mwa watu waliopata elimu ya ukocha kuhusiana na Soccer of Queen. Mimi sikuaga kwamba kuamini katika Soccer of Queen. Lakini baada ya kuitwa na kuelekeza mimi na CAF Diplomacy Football 11 ambao tulizoea mpira kawaida na michezo mingine, lakini baada ya kupata mwaliko na kupata nafasi ya kwenda kushiriki mafunzo ya Soccer of Queen, hapo ndipo pongeza TFF, akili na mipango ikabadilika kuona kwamba hii ni fursa.
Kaka, Zejinazi platform, beach soka ni fursa kwa wawekezaji, wafadhili, wadhamini. Michezo burudani pekee. Sasa hivi tupo kwenye michezo ni biashara ubilionea. Na tunaposema hivi tunamaanisha uwekezaji umekuwa mkubwa mpaka kuvuka kwenye burudani kwenda kwenye michezo biashara au bilionea. Kivipi? Kwa sababu tuna fursa nyingi katika michezo kuzifanya kuwa ni biashara au zinaendana na tafsiri halisi ya biashara. Kwa mfano leo hii Zejinazi platform tuna uhaba wa viwanja. Unajua tunapotaka pesa kwamba pesa itafutwi, ila tengeneza suluhisho watu waweze yani wanufaike na ile kusolve suluhisho ili wewe wakuingizie pesa. Leo hii wachezaji wengi wana changamoto kubwa za viwanja vya kisasa. Kwa kama wawekezaji wanaweza kuangalia katika hii yengo Kigamboni hii kuja kuangalia viwanja 20 vifiki vya kisasa. Kwa bado hii ni fursa ambayo iko wazi sana. Lakini bado pia tunaangalia kuna uhitajio wa vifaa vya michezo. Huu ni uwekezaji wa kutosha, ni biashara ndani yake unafanya kwamba wachezaji wanahitaji vifaa vya michezo. Na tunaposema viwanja sio tu vya football. Nikikuuliza Kigamboni kuna viwanja vingapi ambao vya mabondia wanaopigana ngumi? Yaani ring. Tunazitafuta, si ndio? Lakini tukija kuangalia Kigamboni kuna viwanja vingapi vya basketball? Nikija kuambia Kigamboni tuna viwanja vingapi vya riadha? Si umeelewa vizuri? Kwa zote hizi ni fursa na ni biashara. Ndio maana tunasema michezo ni biashara tunamaanisha. Lakini tukitoka tofauti na huko kwamba watu wanaweza wakawekeza kwenye swala zima la michezo. Kama utaamua Zejinazi platform kwamba mmeenda kufanya scouting kupitia wataalamu, mnaweza mkamsimamia mchezaji mmoja au wawili, mfano riadha, obstacle, yani OCR, obstacle course and wrecking au adventure wrecking au dodgeball, mchezo wote mkawekeza kwa yule mchezaji ndani ya miezi 6 mkapata matokeo. Shida ni uwekezaji tu kwa mchezaji. Wachezaji wapo wana talanta. Ina maana ndo biashara inapoanzia hapo. Leo hii sasa tuchukulie umewekeza kwa mchezaji mwanariadha. Mwanariadha amekuwa wa kimataifa, yani anatakiwa kashiriki marathon nje. Atavaa nembo au logo ya Zejinazi platform, lakini kila kitu ambao utakisimamia wewe, mwisho wa siku zawadi na mikataba kule na mambo ya kule na masoko ya kimataifa tayari yanakuja kwako moja kwa moja kama tunaita manager, kwa sababu tunaposema agent wewe na leseni. Manager ni mtu yeyote ambaye anayemsimamia mwanamichezo yoyote kwa kufuata utaratibu. Kwa hiyo hizo zote ni biashara ninavyozizungumzia katika engo ya michezo.